Mheshimiwa Mbunge, mimi napenda kusema kwamba jambo la kwanza nakushukuru kwa sababu kwa karibu sana mimi nimekuwa na wewe muda mrefu na sikutegemea kwamba utapata nafasi kama hii, kwa sababu mimi ndo nakufahamu kuliko wana Kinyamsindo wote. Kwa hiyo tu peke yake namshukuru Mungu kuleta kwenye maeneo haya, maana nilikuwa natamani nyakati zilizopita uwe kwenye nafasi kama hii na nimekupigania muda mrefu sana. Kwa hiyo kwanza namshukuru Mungu kwa kupata nafasi hiyo. Hiyo ni moja, na wathibitishia wana Kinyamsindo kwamba huyu ni mbunge sahihi kwenye maeneo tuliyokuwa tunahitaji kupata mtu ambaye anaweza kutufikishia shida zetu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo lilikuwa linaniumiza sana, mimi nimekaa kwenye nafasi ya elimu karibu muda mrefu. Mheshimiwa Mbunge, kuna mambo ambayo nahitaji kuyazungumzia, ila tu niombe nitaweza kuuliza swali kama moja au mawili. Hasa naanzia kwenye shule za msingi kwamba katika uchangiaji tuna michango midogo midogo ambayo inataka kuimarisha elimu. Pia michango hiyo ni ya lishe. Alafu bado kuna michango ya ulinzi, kumchangia mlinzi anayedhibiti tena uhalifu sitokee pale wakati tunaingiza hiyo michango pale. Alafu bado tena kuna mpishi tunamlipa. Alafu tukishamaliza nafasi hiyo tunamchangia tena mwalimu wa kujitolea. Sasa nadhani kutokana na mazingira kama hayo, nilikuwa nafikiria kwamba nilitaka nipate nafasi ya kuuliza swali kwamba kwenye elimu bure, sasa nafasi hiyo inajikita kwenye sehemu gani? Viongozi mliokuwa mbele yetu, mbunge huyu nani wa halmashauri na nani, hii miradi yote inayotokea jamani, nilichokuwa naomba mimi na vijana wetu muwafanyeje? Muafikirie kwa ajili ya ajira, wapate na wenyewe nani fursa ya kupata nini? Pesa. Kwenye bwawa muafikirie, kwa hiyo barabara muafikirie vijana wetu. Vijana wanahangaika sana, wawe na nani, wapate na wenyewe kipato. Ndio shida yangu tu hiyo, penzi wangu. Habari ya kituo cha afya kwamba tusubiri miaka kama miwili, baadaye inaweza ikaingia kwenye mkakati wa kuwezeshwa kuwa na kituo cha afya mahali hapa. Lakini swala la umeme vitongojini na hasa sekondari, nafikiri haujatupa muda, ingawa bajeti imesema imepita. Ninauliza haya kwa sababu mara nyingi huwa kuna vitu kama hivyo vimetokea lakini hatuvioni. Kwa hiyo labda pengine kwa wakati tutakapokujibu tutatuambia lini labda tutarajie pande wa umeme sekondari yetu na vitongojini. Na lingine labda nizungumzie habari ya mwenyekiti wa halmashauri aligusia, na wewe uligusia mambo ya mikopo kwa vijana na vikundi kadhalika. Nina kitu ambacho nimejaribu kustadi kidogo kwenye jambo hili. Vikundi vilivyopo kwenye vijiji vyetu kabla ya fedha vina tatizo la kuelimishwa. Yaani fedha imetengwa sawa na hawapati nafasi ya kuweza kuelimishwa. Hivyo wanapokuja wakaguzi kuja kuwakagua, nafikiri kuna vikundi ambavyo ndugu yetu hapa Sanani aliviwezesha vikawa nani, lakini walipokuja kukagua ni kama hawakidhi vigezo, sijui na vipi. Lakini ni bajeti zilizopita. Kazi yangu moja ambayo naililia sana, na tunajaribu kila wabunge tunawapa kazi wanaishindwa. Sasa mimi ni shauri, najua tumetoka mbali, mimi naona nikumbuka vizuri tulikuwa sehemu fulani tukarudi tena. Mimi nataka niseme kuhusu na barabara hii, inatupesa inakupesa na wewe pia, kwa sababu mawasiliano yasipokuwepo hata wewe mwenyewe huwezi kufika hapo. Kwa kweli tunapata shida sana wakati wa masika, barabara zote ni mbovu. Sasa tunasema Watanzania tunakaa SGR au maisha bora. Ndogo wangu, naomba ufanye vizuri kwa barabara, kwa sababu sehemu zingine Tanzania nzima barabara kila vijiji wamejitahidi kutengeneza, wameweka moramu. Sisi hatutaki lami, tuwekeni hata moramu. Kwa hiyo ninakuomba ukirudi kule kapambane, pigana hata ngumi ikiwezekana. Mbona tunaona mabondia wanapigana huko? Na kuombe chonde. Kwa kweli mimi nasira sana, tunapata shida. Kuna siku litatu tumbukie pale. Pale tunajua korongo la kushinda pale. Karibu gari itupeleke mtoni. Kwa hiyo nakuomba kina mama, mna huruma sana. Mimi nisiongee sana. Na lingine, labda lingine kuhusu na eneo hili, ina mgogoro muda mrefu. Tunaomba basi mama tusaidie, tusinyanyase. Eneo limeporwa, watu wananyanyasika hapa. Nasema ule kweli.
Kuna watu walikuja kuonyesha maeneo hawajui. Sasa hivi eneo linataka kuonekana kweli ni chama changu, lakini si wote. Maana kuna sehemu ambaye sio yote, sehemu tunaijua. Mimi mwenyewe tunaanzisha Chama cha Mapinduzi 77 hapa. Kuna sehemu kadogo tu, sio eneo lote, mpaka manyumba yote yanatekwa, watu wanaambiwa ni wapangaji kwenye nyumba. Naomba mama mdogo wangu ulichukulia hilo swala, bado lina mgogoro. Asante sana, halijapitishwa. Ndugu zangu, ni washukuru sana kwa wale mliopata fursa ya kuweza kuuliza maswali, mmetoa maoni, lakini na wengine mmetamani tukaongeze nguvu kwa ajili ya kuyasukuma. Mchungaji, ulianza na maswali yako, ni lini umeme sasa utafika sekondari? Ni lini hizi barabara na mambo mengine yote? Umesema tu umepitisha bajeti, lakini hujatuambia sasa ni lini. Kwenye swala la umeme shuleni tumekubaliana na meneja wa TANESCO, safari hii bajeti iliyopo kwenye nguzo zile za mjazilizo tunataka tupeleke kwenye taasisi, hususan taasisi za dini pamoja na taasisi za elimu, kwa maana ya shule, hospitali na maeneo mengine. Hicho ndio kipaumbele chetu kwa safari hii. Kwa ndio maana nasema nguzo zozote zitakazokuja TANESCO, achana na za REA, sababu tuna REA tuna TANESCO. Sasa TANESCO wao ndio wana umeme mjazilizo. Kwa hiyo huo tuna hakika zikifika tu tunataka tusukume kwenye maeneo yale yote ambayo ni shule zetu, lakini pili ni hospitali zetu, tatu taasisi zetu za dini na taasisi zingine ambazo zitakuwepo. Sasa na mimi niliweza kumuomba Mheshimiwa Waziri wa Nishati kwamba kutokana na jiografia yetu jinsi ilivyo, lakini na ongezeko la watu na taasisi, kumeendelea kuwa na mahitaji makubwa ya nguzo. Kwa hiyo mgawanyo wa nguzo na mgao uliopo, nilimwomba Mheshimiwa Waziri angalau waweze kuona namna gani wanaweza wakatuongeza. Kwa hiyo nitaendelea kusukuma hilo kuhakikisha kwamba mwaka huu wa fedha tunafanikiwa basi kwenye hilo lengo la kufikisha umeme kwenye hizi taasisi zetu. Lakini jambo jingine lililosema swala la miundombinu ya barabara, kipaumbele sasa hizi tumepeleka kwenye barabara zile ambazo tuna barabara zetu kubwa ambazo zinatuunganisha na maeneo mengine. Hizi barabara zimeharibika sana. Kwa hiyo tukasema fedha ambazo tutakazozipata tuanze kuimarisha zile barabara ambazo ni kubwa na ambazo zinatuunganisha kwenye maeneo mengi na kwenye huduma nyingi. Kwa hiyo baada ya hapo, kama tutakuwa na ongezeko jingine la fedha, tutaingia kwenye barabara zetu za mitaani, kwa maana ya barabara za kuunganisha kijiji na makao makuu ya kata, kijiji na kijiji. Kwa hiyo yote tutakwenda nayo kwa sambamba, lakini kipaumbele ni kwenye zile barabara kubwa ili tuweze kurejesha mawasiliano vizuri, na nyinyi ni mashahidi. Ukitoka hapa saa hizi barabara tu yenyewe pamoja na kwamba ilichongo lakini bado haijakaa sawa sawa. Ukifika Donse mpaka uje uitafute Chemba, hali yake ni mbaya sana. Lakini ukija kwenda kwenye ukanda wa mashariki nako hali ni taabani. Kwa hiyo niwaombeni mtuvumilie viongozi wenu, tunatambua na tutaendelea kusukuma kuhakikisha kwamba tunarejesha miundombinu yote na kuimarisha kwenye maeneo yetu. Lakini jambo jingine, uliomba mchango wa viti. Mchungaji, ni kuombe na mimi niahidi, lakini uniombee nisiwe kama yule mtoto wako mwingine. Mimi niweze kuja kuwa mtoto wa tofauti ambaye nitaweza kuja kutimiza hiyo ahadi yangu. Na mimi nitakuchangia viti 50 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kadri atakavyonijalia. Basi tuombeane heri na uzima. Siwezi kusema leo wala kesho, lakini naamini baada ya lile bunge la mwezi wa 8 mwezi wa 9, inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia, basi nitafika kwa ajili ya kuja kuleta hiyo sadaka yangu hapo kwako. Lakini swala jingine lililosemwa hapa ni haya mambo ya migogoro pamoja na mipaka yetu. Niwaombe sana viongozi wangu, na sio nyinyi peke yenu hapa, nimelikuta Takwa, nimelikuta Mengu, na nimewaomba kikao cha ODC ambacho kinakusanya wataalamu wote pamoja na viongozi mbalimbali waweze kukaa na kuweza kujadili kwa kina, lakini tuweze kupata taarifa ya kina itakayoweza kutusaidia sisi kufanya maamuzi ya kuja kutatua hiyo migogoro iliyoko ndani ya vijiji vyetu, ili tuweze kuacha wananchi wetu wakiwa wanafanya kazi za uzalishaji na mazingira yao tukiwa tumeyaweka ikiwa vizuri, lakini kuendelea kuimarisha amani na utulivu ndani ya maeneo yetu. Hii migogoro ya mara kwa mara inapelekea kuwa na mahusiano mabaya na matokeo yake hata watu kufikia hatua kupigana na kupoteza hata yale maisha. Lakini swala la mama alisisitiza na akatoa kama ombi kwamba tuone namna gani mradi wa bwawa la Farkwa pamoja na barabara, basi tuwaone vijana wetu tunawafikishia ajira ili waweze kunufaika na uwepo wa hiyo miradi. Hilo mama tumelipokea,
hata alipokuja waziri wa maji tulikuwa naye, ni sehemu ya ombi langu nililomwomba kwamba zile kazi ambazo tunaziweza sisi wanachemba, swala la kuchimba mtaro, sijui swala la kukoroga zege, sijui swala la nini, hizo shughuli ndogo ndogo ambazo si za kitaalamu, ambazo hatuziwezi, tuachiwe sisi. Lakini pili, tukaomba kama babangu alivyosema kwamba tuna vijana wengi ambao ni wasomi ndani ya wilaya yetu ya Chemba, lakini hawana ajira. Kwa hiyo tulisema pia kwenye zile ajira ambazo ni nafasi ambazo zinahitaji utaalamu, kama tutakuwa na wataalamu, tutaomba sana pia hizo nafasi tuzitumie kwenye hii miradi yetu miwili, endapo Mwenyezi Mungu atajalia kwenda kuanzishwa. Kwa hiyo niwaombeni, ombi langu kwenu kwenye kata yenu ya Kinyamsindo, kwa wale vijana tuanze kuwatambua wenye taaluma zao mbalimbali, lakini na wale ambao watakuwa tayari kushiriki kwenye hizo shughuli za hapa na pale, waanze kujiandaa ili mradi utakapoanza tusianze kutafutana kwa tochi, bali tuwe tayari tuna idadi nzuri. Tukiambiwa tunahitaji vijana 200, tuwe tayari tuko nao mkononi vijana 200 na kuweza kuwapeleka site. Tukiambiwa tunahitaji mafundi wa kitu fulani, kwa hiyo wote tuwe nao ili isije ikatuletea shida. Mimi mbunge wenu tutasukuma kuhakikisha hiyo fursa tunaipata. Lakini pili, kwenye swala zima la kuongeza ujuzi, hata sasa unaweza ukawa huna ujuzi. Tuna chuo chetu cha VETA kiko pale Chemba, na ni mwezi Januari Mheshimiwa Rais alituletea vifaa vya kisasa kwenye tasnia mbalimbali. Kwa wale mafundi cherehani, wale mafundi ujenzi, wachomeleaji, wafundi magari, sijui wakina mama mambo ya batiki na mambo kadha wa kadha. Tumepata vifaa vizuri, viko pale Chemba VETA. Chuo hiki kiko kwa ajili yetu, lakini kile chuo ukienda kumtafutia watoto wa Chemba, kati ya watoto 240 wanaosajiliwa kila mwaka, unakuta ni watoto 4 mpaka 5 ndio wanatoka wilaya ya Chemba. Watoto wengine wote wanatoka kwenye wilaya na mikoa mingine, kitu ambacho tunakosa fursa sisi kwa watoto wetu. Na ada inayolipwa, mzazi unachangia shilingi 120,000 kwa mwaka mzima. Mtoto wako anakula shule na analala shuleni, wewe unanunua daftari, unanunua kalamu, unamnunulia sabuni na mafuta ya kupaka. Kwa hiyo niwaombeni pia tutumie fursa ya uwepo wa chuo chetu cha VETA kuwapeleka watoto wetu ambao hawakufanikiwa kuendelea na masomo, kaishia darasa la 7, mpeleke. Hata yule ambaye hakupata fursa ya kuweza kujiendeleza na chochote, hakwenda darasa hata la kwanza, mpeleke pale VETA akapate ujuzi, kwa sababu ujuzi hauzeeki. Kwa hiyo mpelekeni. Siamini mwana Kinyamsindo hapa kama kuna mzazi atashindwa kulipa 120,000 kwa miezi 12. Kuna mzazi atashindwa? Na ada hiyo sio unalazimishwa kuilipa yote, la hasha. Ada ile unalipa kwa awamu 2, lakini ukishinda awamu 2, mkuu wa shule yuko pale, unaweza kumwomba, mwambie mkuu, mimi nitakuwa nalipa 30,000 kila baada ya miezi 3. Akifunga shule mimi nalipa 30,000, akifungua tena nalipa 30,000, akifungua nalipa, mpaka mwaka unaisha unakuwa umekamilisha 100,000 na ngapi? Na 20. Niwaombe sana wazazi wenzangu, tutumie ile fursa ya kile chuo pale. Kwa hiyo ili tuweze kuwasaidia watoto wetu kupata ujuzi, lakini vile vile tutawasaidia vijana kuendelea kujiimarishia uchumi wao kwa kuweza kwenda kujiajiri wao wenyewe.